Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Nikope lako sikio tafadhali. Endapo unanipata kwa mara ya kwanza, jiunge na ukumbi huu kwa kupiga subscription. Vile sambaza kanda zetu kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili taarifa hizi ziweze kuwafikia watu wengi. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu popote mlipo, ninaomba munisikilize na munisikilize kwa makini. Tusipoamka na tulitetee taifa letu la Tanzania, hawa wauaji ambao wako mamlakani watatutawala vibaya. Wataliongoza ili taifa letu la Tanzania kama mali yao binafsi. Wataamua ni kipi cha kufanya na ni kipi cha kufanywa. Endapo hatutasimama tukatae udikteta ambao tunaletewa. Sote tunajua kwamba tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 hapakukuwepo na uchaguzi Tanzania. Alafu tena wanataka kuendeleza upuzi kama huo. Spika wa bunge la muungano wa Tanzania, Musa Azan Zungu, ameweza kufikisha ama ameweza kuwasilisha ujumbe wa Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wa Tanzania kwamba mtoto wa marehemu mbunge wa chama cha CCM kutoka eneo bunge la Peramiho, Jenista, mtoto wake aweze kuchaguliwa au aweze kupendekezwa, aweze kuteuliwa kama mbunge wa Peramiho baada ya mama yake mzazi kuaga dunia. Mbona wasiwaachie wananchi wa eneo bunge la Peramiho nafasi waweze kujichagulia kiongozi wao? Hata huyo mama yao mwenye aliaga dunia, Jenista, hakuchaguliwa na wananchi. Tena wanataka kuleta mtoto wa Jenista, mvulana, wamuweke mamlakani bila kupea wananchi wachague kiongozi wao kwa ridhaa yao. Huu puzi utaisha lini? Jinsi ambavyo unaona hapo, tunaelezwa hivi: Ruvuma, Spika Musa Zungu ataka mtoto wa Jenista Muhagama kupendekezwa ubunge jimbo la Peramiho. Spika wa bunge la Tanzania Musa Azan Zungu akiwa anatoa salamu za heshima kabla ya Jenista hajazikwa, amewaelekeza mkuu wa mkoa na mwenyekiti wa CCM ya kuwa wampe ubunge mtoto wa kiume wa Jenista Muhagama. Jenista aliweza kuaga dunia hivi majuzi, na hata kuna dukuduku kwamba huenda Jenista mwenyewe aliweza kuuawa na hii serikali batili, kwa sababu kipindi cha maafa Tanzania, kipindi cha mauaji ya raia zaidi ya 10,000 Tanzania, Jenista alikuwa ni waziri wa afya. Yeye ndiye alikuwa anajua takwimu kamili ya wale ambao waliweza kuuawa na miili yao kupelekwa kwenye mochari. Yeye ndiye alikuwa anajua takwimu kamili ya wale ambao waliweza kuumizwa na wapo kwenye mahospitali wanapokea matibabu. Kwa hivyo wakamuua ili kuweza kuficha ule ushahidi, kwa sababu hatua za kwanza kuficha ushahidi zilikuwa ni Samia kumchagua mkweo, mtoto mwenye ameweza ama mvulana mwenye ameweza kuua mtoto wake kama waziri wa afya Tanzania, Mchengerwa.
alafu wakakuja na pendekezo la kumuondoa Jenista. Alafu sasa hivi cha kunishangaza ni kwamba wanaeleza eti mtoto wa Jenista mvulana apendekezwe kuwa mbunge wa Peramiho. Wacha nikuulize, kwani wananchi hawana uhuru wa kuweza kujichagulia viongozi wao? Kwani wananchi hawana uhuru wa kuweza kujipendekezea viongozi wao? Au Tanzania ni mali ya CCM? Tuulizane, kwa sababu unaona huyu speaker Musa Azan Zungu eti aliweza kumwelekeza mkuu wa mkoa pamoja na mwenyekiti wa chama cha CCM ya kuwa wampe ubunge mtoto wa kiume wa Jenista. Huu ni upuzi. Hii ni kukandamiza wananchi. Hii ni kunyima wananchi uhuru wa kujichagulia viongozi ambao wanataka. Huu ni kuwanyima wananchi mwongozo. Kwani wacha nikuulize, Tanzania tuko na chama kimoja? Si tuko na vyama vingi? Tuko na Chadema, tuko na ACT Wazalendo. Kwani ni CCM peke yake? Hapana. Na ndio maana mimi nawaambia wapenzi watazamaji wa Tanzania, tuamuke tukatae upuzi kama huu. Kwa sababu tusipokataa upuzi kama huu, hii serikali ya Samia huenda ikachukulia kwamba Tanzania ni mali ya CCM. Huenda hawa wauaji wanafikiria kwamba Tanzania na Tanganyika ni mali ya CCM. Huu ni upuzi. Yaani, wacha nikuulize, hivi bado tuna watu timamu kweli? Mimi nilikuwa nafikiri kwamba mtu akiteuliwa au akichaguliwa kama mbunge wa bunge yuko na akili. Kumbe Musa Azan Zungu hana akili. Yaani ni kichwa tu yupo nacho, lakini hana akili ndani yake. Maybe kuna maji ndani. Yaani kweli wanaofikiria uchaguzi na kuridhishana vyeo, yaani kitu ambacho nimeweza kushangaa ni nepotism. Uchaguzi kwa tume hii na sheria hizi zilitolewa, zilileta maafa Tanzania. Yaani wanataka hichi cheo cha ubunge kibaki kwa familia. Wacha nikuulize, watoto wa maskini wao watachaguliwa na akina nani? Mbona watoto wa kimaskini wasichaguliwe kama maraisi au wasichaguliwe kama wabunge Tanzania? Tunakuja kuambiwa eti kwamba mtoto wa Jenista abaki kuwa mbunge. Na watoto wa maskini wale ambao wamesoma? Kwani serikali ya Samia nafikiri kwamba Tanzania ni mali ya CCM? Upuzi kama huu ambao wameuanza, upuzi kama huu ambao Speaker Azan Zungu ameanza, ndio uliweza kusababisha maafa yakatokea Tanzania. Ndio yaliweza kusababisha machafuko yakatokea Tanzania. Kupeana vyeo jinsi ambavyo wanaonana, kupeana vyeo jinsi ambavyo wanajuana. Wananchi hawawezi wakapewa muda kujichagulia viongozi wao. Upuzi kama huu unapaswa uweze kuisha Tanzania. Ndio maana ninawaambia lazima tuamke. Kwanza kuna maandamano ambayo yalitangazwa mnamo tarehe 25 Disemba. Tunapaswa kuonyesha hii serikali kwamba wao si watu pasipo sisi. Hakika mimi Bwana Ezra nachoka. Mimi kijana wa maskini,
Yaani familia iliyojaa ukwasi inaendelea kujaziwa ukwasi. Familia ambayo iko na mali ndio wanasema kwamba mtoto wao tena achaguliwe kuwa mbunge. Huu ni upumbavu bwana. Huu ni upumbavu. Inauma sana yaani kwa viongozi wa serikali ya Tanzania. Viongozi wote ni wezi, matapeli pamoja na mafisadi na waongo. Yaani hawana akili. Adui mkubwa wa maisha ya Watanzania sasa hivi, hasa Watanganyika, ni serikali ya CCM na utawala wake Samia. CCM wana mfumo mbovu sana wa kupata viongozi. Ili ndio tatizo kubwa la maisha ya Watanzania. Ukisema wanakuja, wanakuteka, wanakuua. Lakini hili maisha ya Watanzania hasa Watanganyika yabadilike. Lazima wote tupinge mfumo uliopo CCM wa kupata viongozi. CCM imeteka vyombo vya habari, vyombo vyote vya ulinzi na usalama, na ndio maana leo ukionekana tu unasema ukweli, ukikamatwa na polisi unaweza ukapotea mazima, unaweza ukapotea mzima, usije ukaonekana tena. Tanzania kwa hapa Afrika naamini ndio nchi yenye maziwa mengi, tukiachana na bahari na mito. Lakini serikali ipo tayari kununua magari ya gharama ya viongozi pasipo kufikiria maisha ya Watanzania, hasa Watanganyika. Wanaona haifai, ni bora wakanunue magari ya kifahari, wakanunue pikipiki, waje kuhonga watu wachache ili wawafiche, wanunue baiskeli na kuhonga maskini. Asiyejitambua naye anajisifu kuwa mimi nimepata zawadi, ili hali anakunywa maji chafu. Kiukweli Watanzania, naomba mlisikilize. Kiukweli Watanzania hasa Watanganyika, tuombe sana Mwenyezi Mungu atusimamie katika safari hii ya maisha. Hizi ni propaganda za viongozi wa dhalimu, wezi, mafisadi na matapeli, kutaka eti kwamba kijana mtoto wa mbunge wenye wako na mali mwenye aliweza kuaga eti tena chaguliwe apendekezwe kama mbunge Tanzania. Upuzi kama huu tukatae.